Kuna mdau hapa amepenyeza swali anauliza Yanga wako sahihi kwenda kasi kwa sababu tuna mwanasheria. Sasa labda mimi nieleze, na hilo nafikiri limekuwa ni mjadala mkubwa sana. Kwa hiyo sasa kwa sasa hivi ni kwamba unapopeleka kesi kasi lazima uwe na ujiulize maswali matatu. Swali la kwanza ni kwamba je, katika utaratibu wa usuluhishi wa migogoro ndani nime-exhaust au nimemaliza? Kwa sababu usio ukapeleka shauri kasi alafu hatua moja umeiruka, obvious kasi watakurudisha kwenye hiyo hatua ambayo umeiruka. Hilo la kwanza. Na kwa mantiki hiyo maana yake wamemaliza kwenye zile kamati za TFF kama ya rufaa, kwa maelezo yako. Kwa maelezo yangu hawajafika kwenye kamati ya rufaa. Mimi ninachojua ni kwamba barua iliandikwa kwenye bodi ya ligi. Ambayo barua hiyo imewaweka kwamba unapeleka kesi ya fisi kwa nani, kesi ya bucha kwa nani, kwa sababu wanaolalamikiwa ni wale alafu wale wanatakiwa wajiuzuru hicho. Kwa hiyo maana yake nategemea baada ya kama kweli hao majibu yametoka, it's a very good ground ya Yanga sasa kwenda kwenye kamati na kamati ya juu ya juu. Ili sasa baada ya hapo kuna mambo mawili, wanaweza wakaomba review kwa sababu kuna room ya review, au wakaamua kuyabeba kama yalivyo wakaenda nayo huko kasi. Kwa hiyo hilo nilikuwa nasema jambo la kwanza lazima ujue. Alafu la pili ni kwamba unataka kuachieve nini unapoenda kasi. Na kwa nini swali hili linakuja? Kwa sababu kasi haiishii tu kwenye migogoro ya mpira wa miguu. Kasi inasikiliza migogoro yote ya michezo, kabadi, darts, na kila kitu. Kwa hiyo target yako ya kuachieve ni nini inatakiwa iwe umesha tafakari na kujiuliza, kwa sababu kasi minimum si chini ya miezi 6 kutoa maamuzi. Sasa target kwamba wewe unataka kuachieve nini. Lakini vile ikaja kuamuliwa wewe kwenye mwaka mwingine na shughuli zingine kuzishamalizika. Exactly. Kwa hiyo hilo lazima nani. Na swala la tatu sasa ni lazima ujue kwamba kanuni hizi ambazo tunaziongelea, na bahati nzuri kanuni kwa mfano za TFF zimetolewa kwenye kanuni za FIFA. Kwa ni lazima ujilizishe kinagaubaga ni kweli kuna hoja ya msingi kwa shauri langu kulipeleka kule kasi. Kwa sababu kinyume na hapo ni bora ubaki kwenye kamati hizi za TFF. Kuna mdau hapa amepenyeza swali anauliza Yanga wako sahihi kwenda kasi kwa sababu tuna mwanasheria. Sasa labda mimi nieleze, na hilo nafikiri limekuwa ni mjadala mkubwa sana. Kwa hiyo sasa kwa sasa hivi ni kwamba unapopeleka kesi kasi lazima uwe na ujiulize maswali matatu. Swali la kwanza ni kwamba je, katika utaratibu wa usuluhishi wa migogoro ndani nime-exhaust au nimemaliza? Kwa sababu usio ukapeleka shauri kasi alafu hatua moja umeiruka, obvious kasi watakurudisha kwenye hiyo hatua ambayo umeiruka. Hilo la kwanza. Na kwa mantiki hiyo maana yake wamemaliza kwenye zile kamati za TFF kama ya rufaa, kwa maelezo yako. Kwa maelezo yangu hawajafika kwenye kamati ya rufaa. Mimi ninachojua ni kwamba barua iliandikwa kwenye bodi ya ligi. Ambayo barua hiyo imewaweka kwamba unapeleka kesi ya fisi kwa nani, kesi ya bucha kwa nani, kwa sababu wanaolalamikiwa ni wale alafu wale wanatakiwa wajiuzuru hicho. Kwa hiyo maana yake nategemea baada ya kama kweli hao majibu yametoka, it's a very good ground ya Yanga sasa kwenda kwenye kamati na kamati ya juu. Ili sasa baada ya hapo kuna mambo mawili, wanaweza wakaomba review kwa sababu kuna room ya review, au wakaamua kuyabeba kama yalivyo wakaenda nayo huko kasi. Kwa hiyo hilo nilikuwa nasema jambo la kwanza lazima ujue. Alafu la pili ni kwamba unataka kuachieve nini
unapokwenda kasi. Na kwa nini swali hili linakuja? Kwa sababu kasi haiishii tu kwenye migogoro ya mpira wa miguu. Kasi inasikiliza migogoro yote ya michezo, kabadi, darts, na kila kitu. Kwa hiyo target yako ya kuachieve ni nini inatakiwa iwe umesha tafakari na kujiuliza, kwa sababu kasi minimum si chini ya miezi 6 kutoa maamuzi. Sasa target kwamba wewe unataka kuachieve nini. Lakini vile likaja kuamuliwa kwenye mwaka mwingine na shughuli zingine kuzishamalizika. Exactly. Kwa hiyo hilo lazima nani. Na swala la tatu sasa ni lazima ujue kwamba kanuni hizi ambazo tunaziongelea, na bahati nzuri kanuni kwa mfano za TFF zimetolewa kwenye kanuni za FIFA. Kwa ni lazima ujilizishe kinagaubaga ni kweli kuna hoja ya msingi kwa shauri langu kulipeleka kule kasi. Kwa sababu kinyume na hapo ni bora ubaki kwenye kamati hizi za TFF. Kuna mdau hapa amepenyeza swali, anauliza Yanga wako sahihi kwenda kasi kwa sababu tuna mwanasheria. Sasa labda mimi nieleze, na hilo nafikiri limekuwa ni mjadala mkubwa sana. Kwa hiyo sasa kwa sasa hivi ni kwamba unapopeleka kesi kasi lazima uwe na ujiulize maswali matatu. Swali la kwanza ni kwamba je, katika utaratibu wa usuluhishi wa migogoro ndani nime-exhaust au nimemaliza? Kwa sababu usio ukapeleka shauri kasi alafu hatua moja umeiruka, obvious kasi watakurudisha kwenye hiyo hatua ambayo umeiruka. Hilo la kwanza. Na kwa mantiki hiyo maana yake wamemaliza kwenye zile kamati za TFF kama ya rufaa. Kwa maelezo yako? Kwa maelezo yangu hawajafika kwenye kamati ya rufaa. Mimi nachojua ni kwamba barua iliandikwa kwenye bodi ya ligi. Ambayo barua hiyo imewaweka kwamba unapeleka kesi ya fisi kwa nani, kesi ya bucha kwa nani, kwa sababu wanaolalamikiwa ni wale alafu wale wanatakiwa wajiuzuru hicho. Kwa hiyo maana yake nategemea baada ya kama kweli hao majibu yametoka, it's a very good ground ya Yanga sasa kwenda kwenye kamati na kamati ndani ya TFF ya juu. Ili sasa baada ya hapo kuna mambo mawili, wanaweza wakaomba review kwa sababu kuna room ya review, au wakaamua kuyabeba kama yalivyo wakaenda nayo huko kasi. Kwa hiyo hilo nilikuwa nasema jambo la kwanza lazima ujue. Alafu la pili ni kwamba unataka kuachieve nini unapokwenda kasi. Unapoenda kasi.